wahudumu wa afya katika kaunti ya wiki ya pili, huku vyama vyao vikishutumu serikali ya kaunti kwa kushindwa kutekeleza makubaliano ya kurejea kazini. Viongozi wa vyama wanasema madai ya malimbikizo ya mishahara, ucheleweshwaji wa kupandishwa vyeo pamoja na makubaliano mengine ya kikazi bado hayajatekelezwa na kwamba hawatasitisha mgomo hadi ahadi zote zilizotolewa zitekelezwe. Yvonne Shirisha na mengi zaidi. Wahudumu wa afya katika kaunti ya Embu wanaendelea na mgomo ambao umeingia juma la pili, wakidai kuwa serikali ya kaunti imeshindwa kutekeleza makubaliano kati yao. Maafisa wa chama cha taifa cha wauguzi na wakunga Kenya pamoja na chama cha taifa cha wataalamu wa teknolojia ya famasia Kenya wamesema serikali ya kaunti ilikubali kulipa malimbikizo ya mishahara kwa awamu mbili kupitia bajeti ya nyongeza. Hata hivyo, wanadai bajeti hiyo haikujumuisha fedha hizo licha ya bajeti ya mwaka huu kutenga takriban shilingi milioni 83 kwa malipo hayo. Tulikuwa tumeagree ilipwe in two installments. The first one ilikuwa supplementary budget ambayo haiweza kuwa factored in kwa supplementary budget ya 2025-2026. So waliweza kutuelezea kwamba kwa budget ya hii mwaka wameallocate 83 million ambayo wameweka kwa budget ya hii mwaka. The budget hawakuweza kuweka. So tunajiuliza hiyo pesa tulikuwa tumeagree na wakasign ya kwamba wataallocate kwa supplementary budget. Pia wanadai kuwa wahudumu wa afya kutishiwa kila wanapojaribu kuzungumzia masuala yanayohusu maslahi yao. Wameeleza kuwa mambo yanayoainishwa kwenye makubaliano ya sheria bado hayajatekelezwa. Tukiibua haya tunapewa vitisho. Tunapewa vitisho ya kwamba sijui hawa wanasupport, sijui wako wapi. Sisi tungetaka tuambie governor Kinangaubaga, kwa sababu tuliona wadau kwamba ametulipa mshahara. Sisi hatuko nje kwa sababu ya mshahara, tuko nje kwa sababu ya issues ambazo siko kwa consent, na kwa consent hakuna kitu kama mshahara. Vyama hivyo vimekanusha vikali madai kwamba mgomo huo una msukumo wa kisiasa, vikisisitiza kuwa vinapigania haki za wafanyikazi wake. Sisi hatuko katika mgomo kwa sababu ya mshahara. Kwa hivyo ni vizuri awe anaelewa wafanyikazi wake kule kwa ground ni nini ambacho wanachopitia. Asituhusishe sisi na siasa. Sisi tutabui mambo katika nchi yetu, sijui one term, sijui two term, sijui zero term, sijui nini. Sisi we are professionals, na tangu tumeona presidents wengi wamekuja wametuacha tukiwa civil servants. Tumeona governors wengi wamekuja wametuacha tukiwa civil servants, na bado tutaendelea kutumikia wananchi. Huku majadiliano yajazaa matunda, wahudumu wa afya wanasema hatua inayofuata iko mikononi mwa serikali ya kaunti. Wamesisitiza